Yani huku unazuba hivi kidogo unapata syllabus. Hey! So guys, I don't know how bad it was in Olkalau, but I mean, bro, what is this? Nyumba ya UDA, an office that was in Olkalau, imebebwa na lori. Asongo Mumbali nanga. Yesterday President William Samoei Ruto I play down kushinda Olkalau, but at the same time nimesikia kuanzia kesho Olkalau watakuwa natembea nyumba kwa nyumba, not kesho, kuanzia Monday. Nyumba kwa nyumba wakichukua gasi zao na matresi yao. Oh my God. Wewe Kasongo, nilikupatia onyo, nikakwambia usiguse mlima, nikakwambia usijaribu kugusa mlima, ukagusa mlima. Ona ile aibu umepata jana, na bado tunakungojea mwaka ujao, tunangoja wewe mwaka ujao. Sijana walibeba zile pole za stima na lori. Sasa Olkalau, kwani ilikuwa ni personal? Forget about the youths of Olkalau. Mashosho Olkalau, mashoshe Olkalau ni wakora. Mimi niliosha mpaka wengine miguu bwana, wengine mpaka nikawanulia brush wa at least wapitishe kidogo bwana. Forget about wa vijana wa Olkalau. Mashosho Olkalau ni wakora. Jera komodo. Atasa! Hello. Mimi nilidhani mkishavote Sami Ngodha wa DCP, now at least the score is settled. It's not. It's like an ideological war zone in Olkalau. They are sending a message. Hello. What? Bado tunakungojea mwaka ujao, tunangoja wewe mwaka ujao. My Lord, I wonder. Tumekaa pale kwa shule fulani, tunaona tutochi saa 10, tunamulika tukizimazima. Tukadhani ni security. Kukuja ni mashosho wamekuja kupiga kura saa 10. Tukasema siao na wale mashosho ni tulinunulia maviatu nini, hawatakuja hao, ni kura zetu zinaingia. My friend. Baka shosho mwenye alikuwa ajui ni 500 ni 1000, lakini kupiga kura anajua kumag kwa DCP. Wamama wa Kikuyu ni wakora. Hebu ona. Tunasonga na moshina, tunasonga mbele. Tunasonga na moshina, tunasonga na moshina, tunasonga mbele. Hapo najua moshina anashinda asubuhi. Tunasonga na moshina, tunasonga mbele. Na moto iko hapa. Tunasonga na moshina. Watu ni wakora. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Olkalau bwana, mashosho huko ni watapeli. Bwana, shosho anakuja na kuambia mtoto yako deke kigodo remote tapiga hapa kwa UDA. Bwana, wacha ifike wakati wa kupiga kura. Mshosho ameturuka 50%, amepiga nje kabisa. Yani we could not even be able. Kwa sababu mimi nilipiga hesabu, tulinunua manguo peke yake ilikuwa 3000. Manguo ya mashosho ilikuwa 3000. Mattress ilikuwa 4000. Haya, gasi ilikuwa 5000. So tukipiga hesabu sasa tungekuwa na kura kama 10,000 na kitu. Wale nye wangetupigia kwanza. Hatujahesabu wale wa pesa. Sasa tukasema mashosho si wakora, wacha tuongeze kidogo nguo siku 4000. Tukao tumekava washosho wote. Tukasema tutaanza na 4000 shoshos. My friend, mashosho sasa ndio walipiga opposite. Yani ukimsikia Rigathi Gachagua anaongea, my friend, ako very confident. Wewe rais, wewe next year nitakufundisha politics. You don't know politics. Nitakufundisha politics.
Mama ya. Shindwa confidence Rigiji anatoa wapi? Tena anaambia rais, wewe ni mtu umesoma mambo ya mimea, hujui politics. I will teach you a painful lesson next year. Alafu ukisikiza president na akiongea, sasa ile jamaa kupiga kelele hapa, piga watu kelele hapa, na masoko na maspika kwa pigia watu kelele hawanunui hata tomato. One time MP. Tumefukuza yeye kwa serikali. Anakuja hapa ati anatu lecture. Bana, we don't know who you are joking with. These two men, both of them are confident. Hata leo by the president ameongea. Amesema nyinyi msiwe na wasiwasi. Hii siasa tutapanga. Tunakutana hapo mbele hapo. Tutapanga. So sio na wasiwasi. That is the president. Confidence. Umetuma askari ya polisi wameumiza vijana. Umetuma askari ya polisi wamekamata akina mama kwa nguvu, wamenajisi akina mama 68. DCP party has managed to throw out Jubilee out of Mount Kenya completely. Yes, na mimi naona sana 2027 itakuwa ngumu sana ukule kiti hapo Mount Kenya kama una hii ticket ya DCP. That is what I'm seeing in Mount Kenya. Nyinyi watu mnajua Wakikuyu kweli. Mkikuyu ni mtu akikukataa akisema hata kuchagua. That is the heart of Wakikuyu. Na hii Rigathi Gachagua anawaongelesha ile lugha ambayo wanaelewa. Lugha ya ukabila, lugha ya chuki, and that is the language they like. If you talk to them using that language, Mkikuyu atakupenda vibaya sana. Tell a Kikuyu that he is superior than any other tribe, atakupenda vibaya sana. Junet Mohamed ameambia Kasongo zile vitu zilipeana Olkalau inafaa ziletwe Kisumu, Migori, na Homa Bay. Zile vitu kama speedboats huko ndio atipu na bahari, sasa huko ndio inafaa zitumike huko. Zile mattress, zile viatu. Unajua huyu Junet anakuanga mkora. Huyu ndiye alikula pesa ya Raila. Au ndio alikula pesa ya chief agent wa Raila 2022. Wakamaliza Raila akaenda. Wamekuja wakaanza kukula hii pesa yako Kasongo, wakakula na bado wanataka mingi. Wanataka mingi na wakupei kura, hawakupei chochote. So Junet Mohamed amesema hiyo vitu ya Olkalau upeleke huko Nyanza. Ni mbaya. Sahiba election yoyote hata ikiwekwa Wasinigishu. By election hata ikiwekwa Wasinigishu, DCP inashinda. By election ikiwekwa Wasinigishu kwa Kasongo, DCP itashinda. Tena mbali sana na 90%. Tunasonga mbele, na moto iko hapa. Tunasonga na moshi. Watu ni wakora. Alafu sasa angalia Waluya. Yaani huko tu ni karanga tu. Majamani wambeni Bulanda, huko Olkalau imeanza kuchacha. Unasikia ni aje? Wasi wa KPLC wamekuwa spotted saa hii wakingoa matransformer hiyo maeria. Watu Olkalau sasa nakwambia mtu celebrate kwa giza. Mtamuhe. Nina kama ni Bulanda. Na venye mlikomshele tu mpaka transformer zimewekwa kwa maeria. Bulanda. Nani aliambia Omoshi one pro box that we must go alipata kura Olkalau? Nani aliambia Omoshi 1 million at must go alipata kura Olkalau? By that mimi nimeshinda sana, nimejiuliza, nimekaa chini nimejaribu kuziuliza. Hivi 5K walitoa wapi? Tukae chini tujaribu kuchunguza ama walituibia. Mlituibia? Huko ilikuwa watoke totally zero. Nothing. Watoke hata na moja. Ilikuwa watoke na zero kabisa. Hebu sikia hiyo Moshi anaongea hapa. Watu wa Olkalau, asanteni sana. Mulifanya kazi nzuri sana. Mimi nilijua huko Olkalau Ruto anatoka zero. Kumbe Ruto alipata kura. Which means hata Ruto ikampena na kampeni akijua kura yake iko.
Hiyo kura haikuwa inatuhusu sana. Ilikuwa ni Njoroge versus Njoroge. Haikuwa inatuhusu hiyo. So na nikachagua. Hata kama unapiga kifua ati uli win. Ni Njoroge na Njoroge tu. Lazima tu Njoroge ndio win. Ituhusu sisi. Sasa napiga kifua kila mahali ati nimewin. Tufanye MP tu. Na ukipata governor tunatuua. Kwenda huko. Sasa pia atapiga Saiga Chagwa lali. Anaongea usiku na mchana ati amewin. Umewin MP. Ameongea yake yote imeisha. Ati DCP imepata MP. Gachagua wewe ni mwanaume, hata Ruto amekuokopa. Simba ya msituni ndio hiyo. Wakiwa na Meto waliambia wananchi msitoke, kaeni kangari. Tuseme ukweli na tuache kufichana. ODM inaisha na inaenda kupotea, vile vyama vingine hivi vimefanya nini? Vimepotea. Kasongo, mbona wewe? Lakini watu wa Olkalau mlinifurahisha tu wakati mlinionyesha si lazima watu wapige guns. Yaani guns wamekuja kwenyu, nyinyi mnawachukua kama marafiki. Yaani wanafika kama ameambiwa huku kuna siasa, kuna joto ya siasa, watolewe nguo kidogo juu ya joto alafu wawekwe pale kwa spa. Wanafanywa massage hapo, scrubbing. Ilikuwa nyinyi mlinishtua. Unajua si watu wengi wanaweza kuwa na hiyo roho guys. Kidogo nasikia jioni walipikiwa pilau na bado hii weekend wanapelekwa golf. Guns wengine wajifunze na hao. Unaona venye walikuwa nakaa huku ni massage. Unaona zile facial wanasugua huku. Hata niliona kuna mwingine amepakwa tomato hivi. Hapa ni kama ako vibaya hii side. Watu watuta, kwani mko wapi? Mbona muongei? Kwani mlienda wapi? Kwani mlikufa wote? Mlikufa wote? Sisi tunataka mkufe tuende election, by election. Watu wa Tutam, watu wa Udai wako wapi? Watu wa Broad-based Udai. Watu wataniwa. Sasa hiyo wezi wakaongea, wameingia kwa mashimo. Ati nasikia wanauliza ati kwani DCP kushinda Olkalau ati ndio kuwin 2027 election. Hiyo ndio ilikuwa election, wacha nikuambie. Kama ni UDA ilishinda hiyo kiti, haki ya Mungu. Huko sijui tungekuwa tunakaa wapi. Lakini Mungu ni nani? Hiyo ndio sasa. Na wacha hivyo, tunawagojea 2027. Pesa yenu tutagula na hakuna kitu mtapata. Amrejesha natuambia elections are not matter of life and death. There will be Kenya after election and we must live together as brothers and sisters of one nation. Unatuita brothers na sister na unatuua. Naona sasa umekuwa motivational speaker. Ulikuwa umetuambia utafunza Rigiji siasa. Na ukasema hii siasa nyinyi ndo mafundi. Sasa fundi alikutana na foreman, god damn it. Hello. Hola, Carlos. Hello. ¿Ah?